Shetani katoka mganga hoi. Mtakosa hewa, mmejibana sana, mgerudi kidogo nyuma Uko comfortable Rama? Mama uko comfortable? Bas. Twende swali. Shetani katoka mganga hoi. Kusema kweli mechi ya leo ilikuwa ngumu sana. Na mimi kwa dhati kabisa nichukue nafasi hii kuwapongeza Mashujaa Football Club. Wametupa mchezo mgumu sana hii leo. Walikuja na mpango mzuri, walikuja na plani ya kueleweka ya kiufundi ya kuweza kutuzuia, na of course wamefanikiwa kutuzuia. Nafikiri msimu huu katika mechi ambayo imetupa wakati mgumu kwenye mechi zote mbili, basi ni Mashujaa. Mechi ya kule kwao Lake Tanganyika ilikuwa very tough. Dakika za usiku kabisa tukaenda tukapata bao. Mechi ya leo hapa KMC na kwenyewe imekuwa ngumu kweli. Mashujaa walikuja na mpango mzuri kweli wa kukaba, kuzuia na kucheza. Na bahati nzuri Mungu akawa upande wao, wakapata bao la mapema kabisa la Jafar Kibaya. Wakatengeneza mlima kuwa mgumu na mzito kweli kwa upande wetu. Tukalazimika kwanza kusawazisha bao hilo, tutafute na bao la ushindi. Hasa kwa timu ambayo ilikuja na mpango mzuri wa kuzuia, alafu unapata kazi ya wewe kusawazisha, alafu urudishe, inakuwa ni mzigo mzito kweli. Lakini tulitegemea aina hii ya mchezo kwa sababu ya ugumu waliokuwa nao wapinzani wetu, lakini wanapigania malengo yao. Ukiwaangalia hawapo kwenye mstari wa kushuka daraja, lakini pointi zao na wale ambao wapo kwenye mstari wa kushuka daraja ziko karibu kweli. Kwa hiyo wanatafuta pointi za kujiweka salama. Na wanapata wapi hizo pointi? Ni kwenye mechi kama hizi ambazo zimesalia. Na ndio maana mechi ikawa ngumu kweli. Lakini kama haitoshi, wana mwalimu mzuri sana, Salum Mayanga, moja kati ya the best coach hapa Tanzania. Ana experience ya kutosha, ameucheza huu mpira, amefundisha timu nyingi kweli, ana exposure kimataifa akiwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kutengeneza na kusuka mpango mzuri. Lakini kama haitoshi, ni mwalimu ambao ana uwezo wa kucheza mechi kubwa bila pressure aina yoyote ile, na akafanikiwa kutuingiza kwenye mtego na akafanya mchezo kuwa mgumu. Lakini yote kwa yote sasa Mashujaa wakasahau kitu kimoja, discipline, kwamba nidhamu ndio ingewawezesha wao walau kupata sare ama hata kupata ushindi. Hawakuwa na nidhamu, hasa baada ya kuongoza bao moja wakawa wanacheza madhambi mengi, wamepewa kadi nyingi za njano, wameonyeshwa kadi nyingi za njano. Goli kipa wao akaenda kufanya makosa ya kitoto, akaadhibiwa kwa kadi nyekundu. Wachezaji wao wakawa wanafanya makosa ndani ya 18, wakazalisha penalti 2, na wakasahau kwamba hii ni Simba Sports Club ambayo ina uwezo wa kupush, ina uwezo wa kupress kwa dakika zote 90. Tuna wachezaji ambao hawakati tamaa mpaka filimbi imalizike. Hicho ndio kitu ambacho wao walikosea. Wangeweza kusimama kwenye mstari wao wa kucheza kwa mpango wao na kuweka discipline juu, wangeweza kupata kitu. Kitendo cha kutokuwa na nidhamu ya mchezo kimewagharimu, tumewafanya vibaya, tumeondoka na alama 3. Na mechi ilikuwa ngumu. Kawaida ya kiumbe hai yoyote yule huwa hakubali kuchinjwa. Kwa wale ambao wameshachinja, lazima atakukuruka tu. Lazima afanye vurugu. Ndicho ambacho amekifanya Mashujaa. Ilikuwa lazima tumchinje tu. Sasa tunamchinjaje? Ndio alikuwa anapapatika, lakini yote kwa yote kisu kimepita, nyama kaondoka na alama 3, sherehe zinaendelea. Tuna sherehe ya finali, tuna sherehe ya CAS, na tuna sherehe ya kumnyoa Mashujaa hii leo. Na hii ilikuwa ni kama ile mechi ya nusu finali ile ambayo mlikuwa jukwani kule mmeshikilia nafsi. Of course haikuwa mechi ya starehe sana hii leo. Kwa sababu mechi ya starehe ni ile ambayo unatangulia bao 1, bao 2, bao 3, kipindi cha pili unakuwa umerelax, unaangalia zako boli. Mechi ya leo ilikuwa na pressure kwa sababu tayari umeshatanguliwa. Tulikuwa tumekaa jukwani pale tukawa tunafarijiana, nasema hii baskeli ya miti tu, muda wote na shughuli inaishia hapa. Lakini tunaona muda unazidi kwenda, tukaanza accumulate pressure. Kwa hiyo hatujaenjoy hata kidogo football. Tumekuja kuenjoy mwishoni kabisa baada ya filimbi ya mwamuzi ya mwisho. Semaji pia huku nje ni kutaarifu tu vijiwe nongwa vimeshaanza nongwa kuhusiana na maamuzi ya mwamuzi. Mimi siwezi kuzungumzia maamuzi. Kwa unaona tu yuko sawa. He was right, na jopo lake wote walikuwa 180% very right. Yes. Na waamuzi wetu wamekomaa sana. Wako very stable. Kama wale wa VAR. Semaji, umesema una sherehe ya CAS. Ulikuwa unafuatilia unachoendelea huko? Ya mechi tumemaliza.
Semaji, unaweza kusema kauli ya ubaya ubwela imedhihirika leo kikamilifu? Ubaya ubwela maana yake ni kwamba tutakufanya vibaya utake usitake. Ndio maana ya ubaya ubwela. Na ubaya ubwela ina asili ya kulazimisha. Hiyo ndio ubaya ubwela. Yaani unataka usitake utatoa. Hiyo ndio yani mpaka ifike dakika ya mwisho yenyewe ubaya ubwela isarende, yani ikate tamaa. Sasa kwenye mechi kama hii wapinzani kama hawa ubaya ubwela hauwezi kukata tamaa. Ubaya ubwela utaendelea kusukuma mpaka tupate tunachostahili. Na mechi ya leo ndugu zanguni, mmeona hizi taa zenu hizi ndugu zangu waandishi wa habari, leo mngeziwasha hapa ili tucheze mechi ishe. Namna ambavyo Mashujaa walikuwa wanapoteza muda kule kulala, leo tungecheza mechi na tochi, tungechanganya na taa zenu hizo, refa aone mpira, tucheze mpaka dakika 90 za haki zikamilike. Yeah! Ahmed, pengine labda kama mngedondosha alama kwamba maswali mawili mnachanganya. Amoni shida anapoita kwamba mnashinda kwa penalti. Kwanza ushindi ni ushindi, lazima utambue hilo. Iwe kwa penati, iwe kwa faulo, iwe kwa namna yoyote ile, ushindi ni ushindi, ili mradi ni ushindi halali. Na tuwaambie tu penati ndizo zimetupeleka sisi finali baada ya kupigiana penati na Almasi. Usidharau penati. Na atiaba kwamba kwa namna mechi ilivyokuwa inaendelea, pressure ilikuwa kubwa sana. Kama mngedondosha alama, unaona kimahesabu ilikuwa ndio imeisha kabisa. Yeah, of course. Kama tungedondosha alama maana yake tulikuwa tunaweka ubingwa rehani. In either way, kupoteza ama kusare, hesabu zilikuwa zinakaa vigumu mno. Lakini ndio maana tukapambana ili kusecure pointi 3 za leo, mbio za ubingwa ziendelee kuwa hai. Ndio maana tukapambana kweli tuweze. Lakini kwa nini labda tumecheza hii swali mjaniuliza, kwa nini tumecheza mchezo wa aina hii? Tumetoka kucheza mechi kubwa na ngumu sana ya nusu finali pale Afrika Kusini. Unategemea ukitoka kucheza mechi ya aina kama ile ambayo tumecheza nusu finali, mechi inayofuata lazima mcheze kwa kiwango cha chini sana, kwa pesi ya chini sana, kwa sababu nguvu kubwa imetumika katika mechi ile iliyopita. Ndio maana hata mwalimu akalazimika kufanya rotation ili ile fresh damu iweze kuingia na kuconquer the match. Alafu wengine waingie baadaye wakiwa vile na nguvu mpya, waweze kucheza kwa dakika 45. Kwa hiyo wana Simba lazima watambue hili. Kwa mechi tuliocheza Jumapili, ili kwa lazima mechi hii ya leo tucheze kwa namna hiyo, na muhimu tumepata ushindi, tunaendelea kucelebrate. Mkicheza na timu ambayo mnasikia imeahidiwa pesa ya milioni 100 milioni 50 kama hivi, wao mnawaambia nini wachezaji na management mnafanya nini? Kama ni kweli waliahidiwa pesa, kama ni kweli, I'm not sure. Kama ni kweli waliahidiwa, ilikuwa ni kiasi gani? Inasemekana milioni 100. Inasemekana milioni 100. Umesema wewe? Kama ni milioni 100 kweli, wawape 50. 50 ni sare. No, wawape tu. Wawape. Kusema kweli, vijana wamejituma mno. Mimi mwenyewe kama ningekuwa na fedha ningewapa. Wallahi ladhim. Wamecheza out of their power. Wamecheza nje ya kiwango chao. Ni kwa sababu pengine ahadi ilikuwa inawazuzua. Sasa kama ni kweli waliwaahidi ushindi, umesema sare ndio ilikuwa sare milioni 50, ushindi milioni 100. Basi wawape tu hiyo 50. Kusema kweli wamejitoa mno, wamejitoa sana. Kusema kweli wanastahili kupewa chochote, wasiwaache kavu. Hata 25 wawape. Kwanza walikuwa na kazi ya kutaka kuwaumiza wachezaji wetu. Kipindi cha kwanza walikuwa wanacheza rafu sana, nadhani ni katika mipango hiyo la kwanza. Kwa hilo peke yake wanastahili kupata chochote kitu. Lakini pamoja na matokeo haya bado wanastahili kutunzwa. Jamani, wamejitoa mno wale vijana wa Kigoma, wamepambana vibaya mno. Bahati mbaya wamesahau hii ndio Simba Sports Club. Hata mhaidiane kupeana dunia, tutakufunga tu. Swali jingine. Tuongelee sherehe yako ya kasi unaosema umefurahi.
Ya, nimeona taarifa kwamba wale mabwana ambao walikwenda kushtaki CAS wamekula za uso. If that the case, na mimi nataka kuamini kwamba ile ni hukumu halali kabisa, kwa sababu bodi ya ligi Tanzania, bodi ya viwango vya juu sana, niliona taarifa yao wakithibitisha kwamba mbona taa zinazidi kupungua? Washeni taa, nataka nionekane. Unaonekana vizuri. Unaonekana vizuri Safi. Mwenye taa ni nani huyo? William Komba. Hebu na wewe zima kidogo tuone. Zima tu basi tuhojiane hivi hivi. Tuashe. Tufurahi kidogo. Kama hivyo ndivyo ilivyo, na kama hiyo ndio hukumu, sisi Simba Sports Club tumefurahi pakubwa sana. Lakini kama kuna Mtanzania yeyote ama kama kuna kiumbe yeyote alikuwa anategemea ama ana matumaini ya kwamba wale mabwana wangeshinda ile kesi CAS, huyo ni katika watu mapunguani. Kombe ilishafahamika. Ni katika kesi ya hovyo mno kuwahi kutokea duniani. Kwa hiyo sisi tulijua ya kwamba hawa wanajitekenya na watagonga. Imegonga mwamba kweli. Uswizi haijawahi kudanganya. Wamekusanyana vikundi vya watu sijui 5 wakajazana pale maneno ya ujinga. I'm not sure wale mawakili hawakuwa wanajua kwamba hii ni kesi ya hovyo. I'm not sure. Kwa utaalamu wao naamini wale walipanga tu kupiga hela. Unajua ile kwa mtu anaweza kukwambia unaweza utafanikiwa. Tunatoboa. Kumbe ana mpango wa hela zako. Na Waswahili wanasema wajinga ndio wale wao. Inawezekana wale mabwana walijua kabisa hawa hawatoboi, lakini madhari kuna hela hapa na hela haina dini. Unaweza kuna hawa ni wanachama wenzetu lakini washaona pale kuna fursa ya hela, na wajinga ndio wali wao, wakampampisha tu. Tunashinda hii tajiri. Tunashinda hii rahisi. Hii nyeupe mapema kabisa hii. Hapa watafungiwa TFF, watafungiwa na pointi 3 tutapewa. Wale wakajaa kichwa, wakapeleka kesi kwenye mahakama ya CAS. CAS ni mahakama ya usuluhishi. Mmeshindwana katika ngazi zenu huko, ndio unaleta kesi yako hapa. Usuluhishi, sijui unaelewa? Yaani ni jambo jepesi mno. Sasa nyinyi hatujashindwana ndani. Unaenda huko, anakwenda kusuluhisha kitu gani? CAS wametupa makaratasi huko chali, tunasubiri tarehe ya dabi. Na ndio maana nasema ninayo furaha vibaya mno, kwa sababu kwanza walitaka kuichafua ligi yetu. Pili, wakataka kuichafua bodi yetu ya ligi. 3, wakataka kuichafua TFF yetu. Na 4, wakataka kumchafua Wallace Karia. Kupeleka kesi kwenye mamlaka ya ndani, tafsiri yake ni mamlaka ya nje, tafsiri yake ni kwamba hauridhiki na mamlaka zako za ndani. Tafsiri yake ni kwamba mamlaka zako za ndani hazitendi haki. Tafsiri yake ni kwamba hauna imani na mamlaka ya ndani. Tafsiri yake ni kwamba mamlaka za ndani hazifai. Ndio maana wamekwenda kukimbilia mamlaka za nje. Sasa je, tujiulize, bodi ya ligi haifai? Tujiulize, TFF haifai? Mguto hafai? Karia hafai? Ni kutaka kuwatukanisha viongozi wetu ambao wanafanya kazi kubwa kubrandi huu mpira. Simba hii leo tuko fainali ya CAF ni kwa sababu ya ligi hii bora imetutengeneza Simba, ni kwa sababu ya TFF imara iliyotengeneza misingi imara ya mpira. Simba hii leo tuko fainali. Sasa anapotokea mtu anakwenda kuwachonjea TFF huko ili waonekane wabaya, sisi kama wadau wa mpira tunafurahia ushindi huu. Ni ushindi wa Wallace, wala hata sio wa Simba. Ni ushindi wa Wallace Karia, ni ushindi wa TFF, ni ushindi wa Mguto personale, na ushindi wa bodi ya ligi kwa ujumla. Na mimi nimefurahi kwa haya matokeo, kwa huu ushindi ambao wamepata hizi mamlaka. Mamlaka ziheshimiwe, tuache kukurupuka.
tuache mihemko, tuache kutaka kufurahisha mashabiki wetu, tufuate misingi na sheria za mpira wa miguu. Ndio maana nasema I'm very happy. Mara nyingi na nilijua hawawezi kutoboa. Semaji, mara nyingi kesi ambazo zinakuwa mnashindana na wale na wapinzani wenu wa jadi Yanga, nyinyi mmekuwa mkishinda. Sisi tuna watu. Nini kinafanya zaidi nyinyi mshinde? Sasa kama watu walishindwa na Morrison, wanaweza wakashinda kesi kasi. Kama mimi hapa nimewashinda kesi, wataweza kushindana na kasi. Mimi nimewanyoa. Mimi nimewanyoa kwenye kesi pale TFF. Walikuwa mawakili watatu na CEO wao, nikawanyoa mchana kwa upe. Mimi nilikuwa na mwanasheria wangu mwamba anaitwa Hosea Chamba, kanda maalum. Wawili tu. Alafu hatuna diary wa nini, vitu vinatoka hapa tu. Yule Hosea Chamba, sheria za nchi, sheria za FIFA, sheria za CAF, za TFF ziko hapa. Akawa anafyatuka tu. Wale na bwana wamekuja na ushahidi namna hiyo wa kujaza kenta. Tukawapiga mchana kwa upe. Sina hatia. Sasa kama mimi nimeshinda kesi hiyo, ndo wataweza kasi